Are you ready? Somo letu la linaloendelea ni kanuni kuu ya maisha. Success formula. Kanuni kuu ya maisha. Success formula, na kitabu cha Hosea ule mlango wa 4 mstari wa 6 ni neno kuu. Na mimi naomba nisome kitabu cha nabii Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami ninakukataa wewe. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, saa imefika na sasa ipo. Ujitwalie utukufu, ulitukuze jina lako, umwadhimishe Roho Mtakatifu katikati yetu. Useme na kanisa lako waziwazi. Unitumie niliye mdhaifu na mnyonge, nitiwe nguvu kwa neema yako kusema na watu hawa walio wengi kwa idadi, wenye elimu za tofauti, wenye uwezo wa kufikiri katika kutofautiana, tena waliotoka makabila mbalimbali, wenye umri wa tofauti pia. Ni darasa la mchanganyiko mno, lakini Roho Mtakatifu kwa kila mmoja kwa kipimo chake useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Utubariki katika hekima itokayo kwako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, kanuni kuu ya maisha, success formula, ndio somo letu. Na tuna jedwali letu la kanuni ya maisha, kanuni kuu ya maisha, success formula chart. Hii hapa ndio jedwali letu la kanuni kuu ya maisha, success formula. Discipline, nidhamu, ni 50%. Na nilifundisha hizi 50% Jumapili iliyopita. Na mahali watu wanafeli kwa kiwango kikubwa ni pale juu. Ukishakosa discipline, hata ya kusema asante baada ya kupewa kitu, umepoteza 50% kwenye moyo wa yule mtu. Ukikosa discipline kwenye ndoa, huna nidhamu, huna adabu kwenye ndoa, umepoteza mahaba, mapenzi, kuaminiwa na kukubalika kwa 50% kwenye moyo wa yule mtu uliye naye kwenye ndoa. Unakuwa umeshapoteza 50%. Kwa hiyo pale kwenye discipline ni mahali ambako inabidi mpate nafasi kama darasa. Kama ningekuwa profesa wa university, ningeweka coursework kwa ya kuu, muende mkatuandikie paper. Ile hema la pale liandike paper, hawa muandike paper, hawa muandike paper, wale muandike paper, alafu mfanye presentation. Sio siku moja nije kufanya hivyo. Na hapa paper kweli, alafu mnaenda kufanya presentation Jumapili ijayo. Fanya kile unachopaswa kufanya hata kama huna mood. Hiyo ni discipline. Consistency, mafanikio ya mtu au baraka za mtu zinabebwa na 25%. Consistency ni uradidi. Consistency ni uradidi. Rudia, endelea, usikate tamaa. Matokeo ni ya kujirudia. Na tulifundisha sana juu ya uradidi, na tuliangalia juu ya consistency. 15% ni mindset. Fikiri kwa kama mshindi, au maisha yako ya kuanza maisha yako huanza akilini, mindset. Na mindset hapa lizungumza juu ya mgeuko, namna ya kugeuka. Lakini hardship, ambayo watu wengi 90% ya binadamu wanaoishi duniani wanaanziaga hapa, na hasa Waafrika. Yani Waafrika wanahangaikaga na hizo 5%. Hard work, bidii ya kazi, kuongeza thamani yako ya kazi na kasi, mafanikio. Na 5% nyingine smart work. Nako hapa wanavuruga Afrika. They are not smart kwenye kazi. Wanafanya lakini si kwa umahiri. Si kwa umahiri ule. Kuna uzembe, kuna kuchelewa, kuna kupokea simu. Uko reception, una haraka, unawahi airport, alafu mtu anapata simu ya house girl, maharage yameungua, anamwambia badilisha kwanza. Wakati kuna watu, yani mtu unakimbilia mahali pa maana, unataka upate huduma haraka. Hizo sasa smart work, kufanya kazi kwa umahiri, nako ni tatizo. Kwa hiyo unaweza kukuta katika uchumi wa dunia
Waafrika tuko pale kwenye 5%. Discipline. Mimi nilienda na nimeenda kwenye nchi kadhaa za Ulaya na Marekani. Ukifika kwenye kuingia supermarket au kwenye public area yoyote, hata kama ni kwenye train, hata kama ni kwenye ndege, aliyeko mbele anampisha aliyeko nyuma, please can you pass, you are welcome. Hapa ni kung. Na mimi nikatoka hapa na mindset langu libovu. Niliaibika Marekani, Washington DC, sitaka nisahau. Kwa sababu sasa hii tabia hapa nyumbani ya kuingia supermarket, kuingia kila mahali, kwenye bodaboda, kwenye mwendo kasi, kila kitu kugombania. Si nikaenda Marekani, Washington DC. Sasa ukiwa nilikuwa natoka kwenye shopping mall na mama mmoja wa Kihindi na watoto wake wawili walikuwa wanaingia, na wale watoto ni mapacha vidogo. Sasa mimi natoka, yule anaingia. Kwa kawaida kabisa hakuna kitu ambacho ni priority kama watoto Marekani, tofauti na hapa kwetu sasa. Kwa hiyo mimi nilipotoka, alitegemea ninamfungulia mlango, alifikiri mimi nina ustaarabu kama yeye. Ajui nimetoka Kijitonyama kwa Limaua Tandale. Kwa hiyo akafikiri kwamba nitamfungulia mlango nikae nimwambie apite. Hicho kikumbo nilichompiga na watoto wake. Nakwambia Alice, oh my God. Alafu yende ananiomba radhi. Excuse me. Mimi naelewa sasa. Na haraka zangu nishatoka shopping mall, naondoka. Mwenyeji wangu ni Marekani. Kwa hiyo akakaa pale, akaanza kumplease, ni mgeni. Inabidi ajieleze, ni mgeni tu, ametokea huko Kijitonyama kwa Limaua, tujui pia kama akili zake ziko timamu, yani hivyo. Basi yule mama akakula, akasema okay, thank you, na vitu kama hivyo. Yani discipline ya mataa. Tunatoka usiku, tulikuwa na kadiva pia. Ikiwa ni green ni green, ikiwa ni red ni red. Hakuna gari huku, hakuna gari huku. Ni usiku wa saa 7, unakaa pale mpaka traffic light zitakapokuruhusu kupita. Hapa discipline, yani ni zero. Discipline nyingine, kufunga mkanda kwenye gari. Juzi nilikuwa nimesafiri na vijana wangu, nilikuwa nao Dodoma. Kila saa unawakumbusha, fungeni mkanda jamani. Yani kuingia kwenye gari hapa ni mpaka trafiki. Na wengine wanasema bwana, ukiwa siti ya nyuma usifunge mkanda. Hii hapa mbele ina king'ora, ndio yule akikaa pale mbele, kwa sababu ya ile king'ora ya pale mbele ndiye anakumbuka kufunga mkanda. Lakini kimsingi, kama anayekaa mbele ndiye anapaswa kufunga mkanda, ile mingine pale iliyoko kwenye gari ya kazi gani? Kwa hiyo, na wale ambao walishai kupata ajali wanajua kazi ya mikanda. Mimi nilipataga ajali mbaya sana. Kama sikuwa nimefunga mkanda, ningekuwa chapati. Lakini mikanda, discipline. Na kila kitu, unafika Marekani, unamkanyaga mtu kabisa hivi kwa bahati mbaya, anamwambia excuse me, yani anaomba radhi kwamba umenikanyaga, ni samahani, umenikanyaga. Hapa unapata jicho moja au linatoka huko na sonyo la kutosha, alafu unaangaliwa kama yani hapo amejizuia, ameokoka, anajua nasali Kijitonyama, na mara nyingine anaonekanaga hapo amejizuia. Lakini vinginevyo ni matusi, mporomoko. Discipline zero. Kwa hiyo hii tulijadili sana Jumapili na sina haja ya kurudia. Consistency nimeisema Jumapili, sina haja ya kuirudia. Kanuni ya 3, mindset ndio naanzia hapo leo. Mindset ni mtazamo. Katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 10, mtazamo, mindset, mtazamo na mgeuko. Katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 10, tasoma mistari michache. Biblia inasema hivi:
Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Tarudia tena mstari wa 3. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Mstari wa 4. Mungu alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Mungu alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa usimamapo ni nchi takatifu. Kuvua na kuvaa. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akauficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Na kuendelea na kadhalika na kadhalika. Na Mungu akasema naye. Okay, macho ubaoni. Kuna kuvua na kuvaa. Na katika kitabu, nafikiri kama si wa Filipi ni wa Efeso, anasema mvue kwa habari ya matendo yenu ya zamani, na mvae utu wema uliojaa fadhili. Kuna kuvua na kuvaa kwenye maisha ya duniani. Kama haujawahi kuvua na kuvaa, it is nothing kabisa. Mvue na kuvaa. Mvue kwa habari ya matendo yenu ya zamani, na mvae utu upya. Na Musa hapa alivua na kuvaa. Kuvua na kuvaa. My God. Hii ndiyo kanuni ya 3. Mindset inabeba 15% ya maendeleo yako, ya mafanikio yako, ya achievement zako. Mtazamo na mgeuko. Musa akasema, nitageuka sasa. Na kama kule studio wanaweza kunitafutia andiko, liko kwenye ama wa Efeso au wa Galatia, sikumbuki vizuri, au wa Filipi. Lakini mvue kwa habari ya matendo yenu ya zamani, na mvae. Nataka uangalie hiyo verse wakati naendelea kufundisha hapa, tanisaidia. Musa akasema, nitageuka sasa. Yes, Wakolosai, thank you so much. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa, yes, that is good, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Mvue na mvae. Mwambie jirani yako, kuvua na kuvaa. Kuna watu ambao hawajawahi kuvua wala hawajawahi kuvaa. That is the problem indeed. Na lazima ujue ni nini umevua. Mimi nilipoanza na ushuhuda hapa, nilivua ushamba wa kupigania kila kitu na kutokuwapa wengine priority na discipline ya kwenye society. Nikavua huo ujinga, nikavaa werevu na ustaarabu. Hayo makofi yatoshi, piga tena. Haleluya. Kwa hiyo Musa hapa alivua na kuvaa. Yaani hicho ndicho nachoweza kufundisha kwa haraka. Ni nini ulikivaa? Lazima ufike mahali useme, katika umbea huu nimeuvua na nimeamua kuwa mtu wa kauli. Katika utapeli huu nimeuvua na nimeamua kuwa mtu mwenye msimamo. Katika utapeli huu nimeuvua na ujangili na mambo ya ulaghai, na nimeamua kuwa mwaminifu. Katika haya nimeondoka kwenye uvivu. Sasa kuvua na kuvaa ni jambo la msingi sana. Umevua nini na umevaa nini? Kwenye biashara yako umevua nini na umevaa nini? Umevua nini? Tukisema kwa mfano, unavua matumizi ya hovyo ya fedha. Wewe umekopa, alafu unataka ule mkopo ufanyie send off ya kitchen party,
ya sijui ya send off ya sherehe ya mtoto wako, hela za watu ili uoshe jina mtaani. Lazima uvue huo ujinga huko kichwani. Ujue hizo ni hela za benki, sio za kwako. Hayo makofi hayatoshi. Unapiga yanayoeleweka na kujaribu kuosha jina. Yaani kuna mtu umechukua mkopo, alafu unataka kubadilisha na gari uoshe jina mjini. Unaosha jina na hela ya benki, na hela ya vikoba. Ni ya kwako, ya sako si ya kwako. Lazima uvue. Uvue na uvae. Unaweza ukawa mchungaji, ukabarikiwa kuwa mchungaji, ukatumika kama mchungaji, lakini umevaa zinaa. Hujawahi kuvua. Musa akaambiwa vua viatu vyako. Na kuna watu wanaweza kuitwa, nilizungumza hata hapa juzi juu ya mindset. Kuitwa mheshimiwa mbunge, kuitwa mheshimiwa waziri, kuitwa mheshimiwa mkurugenzi, kuitwa mheshimiwa balozi, kuitwa mheshimiwa profesa, kuitwa mheshimiwa mwenyekiti, kuitwa mheshimiwa mchungaji, kuitwa mheshimiwa askofu. Kama hauna heshima na adabu ya kubeba hiyo heshima, ni sawasawa na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Umeshaona pete ya dhahabu ukaivalisha kwenye pete ya nguruwe? Kwa hiyo tukikuita mheshimiwa, lazima uwe na mindset, umevua ujinga na mambo ya hovyo na unakubali kubeba ile heshima. Unfortunately, tuna wengi tunaowaita waheshimiwa, lakini kwa kweli tumewatunukia pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Nothing. Linguruwe utalivalisha pete ya dhahabu, linaenda na pua yake, linafukunyua kwenye matope na kwenye vinyesi vichafu, kwa sababu ni nguruwe. Na Biblia inasema waziwazi kwamba mtu hata kama ana mapambo ya heshima, lakini kama hana akili, ni kama pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. It is about mindset. Umevua nini? Moses, umevua nini? Na umevaa nini? Na umegeuka kwa kiwango gani? Sasa Biblia inasemaje hapa juu ya mgeuko, mindset? Na hii ndio shida. Mtu anazaliwa yuko rigid, anakuwa yuko rigid, anaishi yuko rigid, yani habadiliki. Anasoma, elimu haimbadilishi. Nilitembea chuo kikuu cha Harvard University kule Massachusetts, Boston, na vyuo vingine nilivyowahi kutembelea pia Marekani pamoja na Columbus, Ohio. Nilikuta sanamu kubwa, nilishafundisha. Sanamu likubwa limewekwa pale nje la kujichonga. Mtu yuko pale, imefanyika art, anajichonga. Ni kutengeneza mindset kwamba kuja university sio kuja kuchukua degree peke yake. Lazima mindset yako ipate kubadilika kwanza. You must change your mindset. Lazima mindset yako ibadilike. Na mindset ambalo halibadiliki limebeba kiburi, limebeba dharau, limebeba timbwili. Yani utaona tu mtu ambaye hajawahi kuvua kitu kwenye maisha yake. Ana timbwili tu, ana kisirani tu, ana mkosi tu, ana balaa tu. Hata kama ni Christmas anaweza kuwasumbua na hiyo Christmas ikawa giza. Timbwili. Huyu mtu Biblia inasema hakuwahi kutahiriwa. Anasema mioyo yenu itahiriwe. Lakini si hivyo, hakuwahi kuzaliwa mara ya pili. You must be born again. Ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Kunena kwa lugha hakutoshi, lazima kuzaliwa mara ya pili. Washindi wachache wangesema amina na wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Sasa nazungumza nini juu ya mindset? Biblia inasema Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Musa akasema, kanuni ya tatu, mindset, mtazamo. Musa akasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Na hapa nazungumza juu ya mgeuko wa ndani, ni wa muhimu sana. Mgeuko wa ndani, anavua viatu kando, anageuka ili aone. Na Biblia inasema Mungu alipoona Musa amegeuka, ndipo
Mungu akasema na Musa kutoka ndani ya kile kijiti na kumtuma Misri na kumpa clear picture na kumpa maelekezo halisi kwamba Musa, sasa unaenda wapi? Na alivua nini? Alivua mashaka, alivua kesi ya mauaji. Alikuwa na criminal case, murder case, actually ni murder case. Alimuua Misri akakimbia. Alikuwa na hatia ya kutoka Misri, kwa hiyo alikuwa na kesi ya murder case. Moyo wake una murder case, na kwa sababu ana murder case ni mtuhumiwa anayetafutwa na serikali ya Egypt, ya Misri. Anawezaje kurudi Misri mpaka avue yale mashitaka, avue hiyo mindset ya mashitaka, avae tena nguvu ya kumkabili Farao? No matter serikali, hata kama Farao yule alikuwa amekufa, kesi ya mauaji haijaisha, system ya nchi is there, na yeye mwenyewe Farao yule wa Musa hakuwa amekufa, alikuwa pale pale. Farao aliyemkimbiza Musa alikuwa hajafa, alikuwa yuko hai, Farao yule yule. Ndio maana Musa alifika mahali akamwambia Mungu, mimi ni nani hata nimwendee Farao? Akamwambia, you must change your mindset, kwamba katika maisha ya kawaida lazima kuwa na mgeuko wa ndani, mgeuko wa ndani. Hata Ibrahim kuambiwa atoke, aiache familia yake na nchi yake aliyozaliwa na aende mbali, huo ulikuwa ni mgeuko wa kimtazamo. Ibrahim alipoambiwa toka. Na watu wengi wanapenda kubarikiwa na baraka za Ibrahim. I ask from heaven Abraham blessings. I ask God, please God, bless me through your blessings, Abraham blessings. Unatamani Mungu akubariki kwa baraka za Ibrahim, lakini unasahau mgeuko, mindset. Kwenye nchi yake ilikuwa ina utamaduni, familia yake ilikuwa ina utamaduni, lakini ili Mungu amfikishe mtu mahali anakotaka afike, lazima upate kitu kinachoitwa ukombozi wa kifikra. Ubadilishwe fikra zako na ukubali kubadilika. Huo ni mtazamo na mgeuko wa kimtazamo. Na kuna watu wengi ambao mna fight ili la Ibrahim kuacha familia yake. Ni watu wengi mpaka leo wana fight sana, unapambana sana, kwa sababu kuna enmity zinazotengenezwa wakati mwingine kwenye familia, na wewe unaweza ukabaki kupambana nazo na kujaribu kutafuta solutions. Yaani unakazana kuona hivi, kwa nini dada yangu ananichukia hivi? Nifanye nini anipende? Familia yako haiwezi kuwa familia takatifu kuliko ya Yakobo. Alafu kuna mwingine una meza vidonge vya pressure kwa sababu ya makwazo ya familia. Your family is there. Kuna nuclear family ulikozaliwa, kuna jamii. Ibrahimu alipoambiwa ni kutoka kwenye familia, kutoka kwenye jamii, kutoka kwenye maisha yake ya kawaida, kama alikuwa mfugaji, kama alikuwa na biashara, alitoka kwenye lile eneo. Kwa hiyo familia yako inaweza ikawa nuclear family, mahali ambako umezaliwa, hiyo ni moja ya familia. Lakini pia jamii inayokuzunguka inaweza ikawa familia. Kijitonyama ni family. Tanzania pia ni familia. Nchi nzima ni familia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukahangaika navyo, kama wale ambao sasa una majeraha ya hovyo. Maana yake naita majeraha ya hovyo. Una hasira na kaka yako wa kuzaliwa. Una uchungu na ndugu yako wa kuzaliwa, kisa alikusengenya vibaya. Wewe si una bahati. Familia ya kwanza ya Adamu sio habari ya kusengenyana. Kaini alimuua ndugu yake anaitwa Abeli. That's the problem from the first family. Lakini pia kwenye familia ya Yakobo, ndugu zake walimuuza Yusufu kwa hela na wakaficha kumwambia baba yao mdogo wao ameenda wapi. Sasa wewe ndugu zako wameshakufanyia tukio linaloeleweka au bado? Mimi nawashawishi wafanye. Yaani una vitukio vidogo vidogo, eti kuna message kwenye group, mna group ya familia, alafu kuna kuaga na wawili tena wana group yao ya matukio. Is there? That is life. Hebu punga mkono pamoja na mimi, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Pigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Alafu nisaidie kuamsha wale ambao wana mindset za usingizi, bado wanaota wako chumbani kwao. Nisaidie kuambia hapa ni kanisani. Watikise tu pande huu pande ule pale.
Naona watu wengine mindset hiyo sasa. Kila saa akishakaa mahali, na kwa sababu nyumbani kwake hakuna amani, akifika hapa akikuta hii amani anatamani kulala tu. Yeyote anayelala kanisani kwao hakuna amani. Kama kitanda chake hakina kunguni, kina viroboto. Kama hakuna viroboto, basi kuna watu ambao ni kunguni na viroboto. Viroboto watu. Afanye nini? Na kama sivyo, kuna benki na sakosi, viroboto, kunguni. Usiku hajalala anawaza madeni. Tangu tumeanza kuimba hapa moyo wako umerelax, kwa hiyo analala sasa. Ili kesho Jumatatu akapambane. Nisikilize, ukalipe deni. Hebu punga mkono pamoja na mimi, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hakuna mahali pana amani kama kanisani. Amani, unatamani amani imbe, apungieni mkono kwa amani. Amani unataka ya hapa, ianzie kule kwenu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Haleluya. Mimi kuna watu walioko hapa kanisani na wapendaga kweli, wachache wanapendaga sana ule tutakiane amani. Yaani wanapenda kwa sababu ni hapa pana amani, kule madeni. Ianzie huko pia. Haleluya. Punga mkono na mimi. Pigieni makofi, yule mmoja amepiga vigelegele kule nje anaelewa. Mungu akubariki sana mpendwa. Kwa hiyo Ibrahim alifika mahali ambako anaondoka. Na kuondoka ni kuondoka kimtazamo. Kuna mahali ambako pana falsafa ya mfanano. Kwa mfano, kwenye familia watu wanapenda kuwa iko. Kwenye jamii watu wanapenda kuwa iko. Familia ya KKT mchungaji Ngoi wanapenda kuwa iko. Sasa sisi hapana. Umeona uchaguzi wetu. Ya ndio umetuona tu. Tuko pale. Mkazane, mpande. Lakini sisi tunapaa. Hatutabaki pale pale. Hatutabaki pale pale hata kama watu wangatamani tubaki pale. Mindset yetu imechange. Jipigieni makofi. Hata kama ni ya fitina jipigieni makofi. Lazima ujipigie makofi hata kama ni ya fitina. Mindset. Mama Changwana hatuwezi kusema eti tunaogopa kufanya kwa sababu never. Sisi tukifundisha tunafanya presentation. TV hii moja ni 1,700,000. Hii ya pili 1,700,000. Hapa pana 1.4 B. Alafu unalazimisha wewe una kitochi chako unataka tufanane. Never. Sasa ili kufanya changes, you must close your eyes, you must close your... Lazima ufunge masikio, ufunge macho, alafu useme kama njia ni hii, naondoka na Ibrahim. Naenda zangu, nimegeuka, I have to go. Sasa mara nyingine kwenye familia za jamii, familia za kuzaliwa, familia za nchi, wanapenda mfanano. Ukitoka wewe ni adui yao mkubwa sana. Wakishindwa kukuambia umehongwa, wewe Freemason. Kwa nini umepata alafu mimi sina? Umehongwa. Ukionekana uongeki, Freemason. Hivyo. Lakini nataka kuzungumza hapa, wakishindwa kabisa wanasema, si ameiba huyo Mchaga. Wanamaliziaga hapo. Si ameiba huyo Mchaga, subutu kaibe na wewe uone. Hata kuiba ni taaluma. Na ili asibadilike, lazima awe na sababu. Lazima awe na sababu. Kwamba usimuone yule karoga, usimuone yule Freemason, usimuone yule kahongwa. Mimi mwenzako nimeokoka, niko fellowship ya Kijitonyama. Lakini light ungemwendea umuulize, hivi mwenzangu inakuwaje? Alafu akwambie ni A, B, C. Na mkaga saa 10 kila siku. Kuna kitu anachokifanya cha ziada. Au nime-maintain discipline. Nilikuwa nimepoteza discipline na nikapoteza hisa yangu ya baraka kwa 50%. Tangu nimepita kwenye darasa la mchungaji Kimaro, nimeamua kuwa na discipline na ninaanza kuona matokeo kwenye maisha yangu. Angekuambia hivyo, na wewe ungepata nafasi. Mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo lazima mgeuko. Ibrahim akatoka kwenye nchi yake. Usipotoka kwenye vifalsafa fulani vilivyoshikilia nchi na vifalsafa fulani vilivyoshikilia kama bara la Afrika, vifalsafa fulani
Kama hautatoka kwenye hiyo falsafa, utabakia pale pale. Kwa hiyo mindset imebeba 15% ya mafanikio na baraka za mtu. Na Ibrahim alilazimika kuhama nchi kabisa. Akaondoka nyumba ya baba yake, akaondoka, akaenda. Sasa unatamani kuvutana, unavuta huyu, unavuta yule pale, unatamani wote wakuelewe, unaelewa. No. Na wengine wakupende, eti wanikubali. Unakubalika wewe keki? Are you sweet like cake? No. Anayekupenda akupenda, anayekuchukia akuchukie, anayekuroga mpe nauli akatafute uganga zaidi. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Alafu ungempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Yes, mgeuko wa ndani. Lazima uwe na mgeuko. Lazima kuwa na mgeuko. Kama hakuna mgeuko, hakuna mtazamo mpya, mindset. Never. Lakini unaweza ukaangalia Yesu Kristo alipomwambia Petro, tangu sasa hutakuwa ukivua samaki, bali utakuwa unavua watu. Ulikuwa ni mgeuko wa kimtazamo, mindset. Ulikuwa ni mgeuko wa kimtazamo. Amemkuta mtu ni mvuvi wa samaki, ananuka shombo la samaki wa feri. Akikutana na wapare, wanakula ugali, wanamaliza bila kujua kwamba kuna samaki hapa au ni mtu. Mikono yake ilikuwa ina shombo, akiongoza na wapare wenzie kadiva huko. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Sasa huyu mtu ni mvuvi, na Yesu anataka kumwachia kanisa. Anamwambia tangu leo hutakuwa ukivua samaki, utakuwa ukivua watu. Ni changes, mindset, mgeuko wa ndani. Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Hebu tuwekee hicho kitabu cha Luka, hilo andiko la Luka pale. Biblia inasema hivi, Luka mlango wa 5 mstari wa 10 na 11. Biblia inasema, na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washiriki wa Simon. Yesu akamwambia Simon, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Tangu sasa unavua shombo la samaki, unavua kuwa mvuvi, unavua hiyo skill na unabadilisha, unaanza kuvua watu. Mstari wa 11, hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Changes, mindset. Tangu saa ile akaanza kuwa na mindset mpya ya kuendelea kubadilika. Hakubadilika siku moja. Changes, mindset, it is a process. Ni process. Yaani hauwezi kugeuka leo. Unasema ni leo nimegeuka, leo nimemaliza. Hapana. Hata kwenye ibada hii nitawaongoza watu wachache wanaopenda kubadilisha mindset zao, lakini ni process, kwa sababu wakati mwingine ni tabia iliyokaa ndani ya mtu. Biblia inasema hivi, ukiangalia reference yetu hapa, ukiangalia hapa pana reference yetu. Yesu anapozungumza na Petro, anapomwambia tangu sasa, amezoea kuvua, ananuka shombo la samaki. Mungu anataka kuinsert chip mpya kwenye moyo wake. The same person. Mtu yeye yule anapaswa kufanya vitu vingine. Ni kibarua, anatakiwa kuwa tajiri na kuajiri wengine. Lazima mindset ibadilishwe. Ni mtu wa uongo, anatakiwa kuwa kuaminika na kutenda haki kama jaji au hakimu. Lazima mindset ya watu. Kama mindset haikubadilika, ni shida kubwa sana katikati ya jamii. Na hapa anamwambia sasa utakuwa ukivua watu. Mgeuko, mtazamo, mindset. Na baadaye Yesu akafanya naye kazi miaka 3 akijaribu kumgeuza mindset yake. Siku Yesu amekufa, Petro aliambiwa na Yesu mwenyewe, naenda Galilaya, nitakufa, nitafufuka siku ya 3. Tafadhali muende, ninakwenda, tazameni tunapanda kwenda Jerusalem. Huko nitateswa, nitauawa, nitakufa, lakini nitafufuka siku ya 3. Na ninyi mtatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakoniona. Mindset. Siku wanawake wanaenda wanamwambia, tumeenda kaburini, hatukumkuta Bwana. Petro na yeye sambamba akarudi kule kaburini. Ni shida ya mindset. Mgeuko. Wale wanawake nao walioamka asubuhi mnawasifiaga kila siku, wale wanawake wakabeba mafuta, walishaambiwa ya kwamba
nitakufa, msije kaburini, nendeni Galilaya, ndiko mtakakoniona. Lakini ngoma zilivyoamka asubuhi, moja kwa moja kaburini. Kwa nini? Mindset. Hawakugeuka kwenda Galilaya. Walipofika walikuta malaika, wakamwambia nendeni mkamwambie na Petro aende Galilaya, ndiko atakakonikuta. Kwa hiyo wakarudi, wakaenda wakamwambia Petro. Petro akawa overtake kama gari ya 4x4x4, akakimbilia tena kaburini. Alipofika akachungulia, hakuona kitu. Ndio akakuta memo yake, malaika anamwambia mwambieni na Petro aende mpaka Galilaya, ndiko atakakoniona. Nendeni mpaka Galilaya. Unaweza kuona reflection yetu hapo. Nendeni mpaka Galilaya. Nendeni mpaka Galilaya, huko ndiko mtakakoniona. Nendeni mpaka Galilaya. Sasa kuna watu ambao hawajaenda mpaka Galilaya, bado wana mambo yao yale yale ya zamani, yale yale mambo ya kuchungwa. Yani kuna mahali ambako tunakudiscipline, lakini kuna mahali ambako tunakuachia uhuru. Ndio maana nilisema hata wale watoto wa youth fellowship wasiende darasani, wanakuwa. Kuna wakati ambao tunakulinda kwenye simu, lakini tuna wakati ambao tunakupa smartphone ina kila kitu. You must control your mindset. Lazima ucontrol. Sasa kama ukifungua tu simu hivi moja kwa moja, vijana walio wengi, si wote lakini walio wengi, akifungua simu moja kwa moja lazima aende kwenye matukio, na wanayajua matukio yenyewe, lazima aende huko kwenye matukio ya kishenzi. Simu, smartphone imebeba fursa, ni biashara, ni uwekezaji, ni miradi, ni library, ni chuo, ina vitu vingi. Lakini ukifungua tu huko umeenda, na unataka sasa, na unajaribu kujifungia chumbani, babako asikuone, mamako asikuone. For what? Na wewe mwenyewe ushakuwa na ndevu kama za Stili Waya. Sasa nani anahangaika na wewe? Usipobadilika binafsi, usitafute mchungaji Kimaro nije kuwa naye chumbani na kaa ufunguni mwa kitanda na kuvizia unaangalia nini kwenye simu yako. It is nothing. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. It is about mindset. We need you must change. Okay. Nendeni mpaka Galilaya. Kwenda mpaka Galilaya ni kwenda kwenye viwango vyako. Kuna watu ambao wanaishi chini ya kiwango chao. Kiwango cha akili, kiwango cha degree, kiwango cha utashi, kiwango cha ufahamu, kiwango cha upako, kiwango cha nafasi. Kama unakuta padri amezaa, si anaishi chini ya kiwango chake. Si anajua nadhiri yake ni ya upadri na hapaswi kuzaa. Kama ana mtoto, anaishi chini ya kiwango chake. Sister yule pale ana nadhiri. Kwenda kuhangaika na maisha ya ushenzi ni kuishi chini ya kiwango chake. Una ndoa, una mume, una mke, kwenda kufanya mazinaa na kuwa na michepuko ni kuishi chini ya kiwango chako. Kwa hiyo walio wengi pia wanaishi chini ya kiwango. Lakini kuna kuishi chini ya kiwango ambacho Mungu amekusudia, your blessings, baraka zako, maisha yako, unaishi chini ya kiwango kwa sababu ya mindset. Mimi ni mtu mmoja nilimuona kwenye TV, kwenye television. Amefanya kazi kubwa sana za Umoja wa Mataifa, UN. Amekuwa the greatest leader kwenye nchi. Ameshika nafasi kubwa tu. Waandishi wa habari wakamtembelea kuhoji maisha yake. Amejenga executive house, nyumba nzuri. Na wale walienda kutengeneza documentary ya namna anavyoishi, kwamba maisha yake yakoje. Nilishangaa. Nyumba ina system ya maji. Ni executive house, prime executive. Lakini ni wakabila mojawapo la Watanzania hawa ambao wana utamaduni wa kunawa mikono kwenye chombo kimoja. Mnakumbukaga ile kunawa mkono kwenye biseni moja kule kijijini, si ndivyo? Kwa ilipofika saa ya chakula, ngoma ikasahau. Na hapo kwenye dining hall, kwenye dining room pana sink, lakini mindset.
akanawa pale. Alafu unajua ile kunawa tena ni wakati ule kulikuwa kuna COVID. Aliniangusha yule bwana. Wakati wa COVID ambao tunapaswa kunawa na vitakafutiza na vitakataka gani, ananawa. Si unajua ile nawa ya Kiafrika ya mkono mmoja unanawa, alafu unaangalia ugali na samaki pale, na unanawa hivi kwenye maji. Jamani, hebu niambieni jamani, hivi mtu ananawa hivi, mtu ananawa alafu anaangalia ugali? Na mimi naona watu wengi hata kwenye sherehe nashangaa tu, mkono mmoja, mwingine ameshikilia simu eti ananawa. Unajua tu kabisa huyu yuko kule kijiji cha Kitimbirihu huyu atakuwa sijui anatokea kijiji gani. Yaani hivyo chakula kiko hapa kwenye sherehe, ni mko kwenye high table, mahali pa ustaarabu sana, alafu unaenda kunawa, sabuni ziko pale, mtu anayeosha mikono ana apron. Wengine wameendelea siku hizi wanaponawisha mikono wamevaa mpaka na maski kuhakikisha hata akiongea mate hayaruki. Yuko pale kukuosha mikono, na wewe mkono mmoja huu unanawa nini? Kwenye ulimwengu wa leo, unajua zamani mzee Kaliwa tungekufaga, lakini kulikuwa kuna bakteria. Zamani kulikuwa kuna bakteria, tulikuwa tunakunywa maji ya mferejini tu, unatoka unakutana na mfereji, unakunywa maji yako ya kutosha, unaendelea na safari. Alafu unakunywa hapa, kule mbele kuna mtu ananawa miguu, si ndio jamani? Ndio maisha ya Kiafrika. Yaani kuna mtu mwingine ananawa kule, kuna mwingine anaswaki, na wewe unapita huku kwenye mto. Tumetumia kule wanaoga, huku tunateka maji kwenye ndoo. Kulikuwa kuna hizo bakteria za magonjwa ya hivi, lakini sasa tuna bakteria nyingi. Sasa mindset, mgeuko. Huyu mtu amegeuka mindset. Sasa mgeuko ni kitu kikubwa sana. Mimi rafiki yangu mmoja Mkenya, nimtaje tu, nilikutana naye kwa mentorship program. Amekwama, ana PhD somi, ana masters 3, ana PhD moja, ana ya masters ya uchumi, nyingine sijui ya mambo ya project write-up, entrepreneur. Ana PhD yesi, amefanya juu ya nini, mambo ya uchumi. Amesoma kwenye shule ya uchumi UK. Ana miaka alikuwa na safa. Nilikwenda kuhubiri kwenye kanisa moja la Kianglikana huko Nairobi, Kenya. Sasa nikamkuta ni mwimbaji mzuri, ana neema ya kuimba, anapiga piano, anaimba. Na kwenye ile ibada aliongoza praise and worship, nikaona mbingu zimefunguka kabisa na Yesu amekaa mkono wa kuume. Baadaye akaja kwenye huduma ya counseling, akanifuata inbox peke yake. Akaniambia, bwana, mimi sina kazi. Akazungumza na mimi CV yake. Nikamwangalia, nikamtazama, nikamwambia, una shida kidogo. Na shida yako kubwa kabisa ni mindset. Kuna vitu unafanya in front of people, unajitakasa kama nzi. Hakuna kitu kichafu kama nzi, si ndio? Si mnajua nzi na uchafu wake? Hata kama amekaa mahali, mfukuze uone nzi kabla hajaamka. Lazima anawe mikono, alafu anaruka. Hasa nzi, we tapeli, huwezi kunawa hewa, wenzako tunanawia maji na vitakasa mikono. Huwezi kutoka kwenye uozo na uchafu alafu unanawa. Nzi yani kila saa ananawa kukuridhisha kwamba ni msafi. Nzi huyu mchafu. Kwa hiyo nikamwambia, una hekima ya nzi na una maarifa ya nzi ya kuwadanganya watu kwamba wewe ni mtakatifu. Namwangalia usoni, akashtuka. Akaniambia hilo tu. Nikamwambia, na hilo ndilo limekuweka hapa na hautatoka. You must change your mindset. Unajua mgeuko ni kukubali. Yaani mambo ya kusema ni kuhubirie, funga macho. Mimi siwezi kuambia watu wanaotaka kumpokea Yesu wafunge macho kama wanakwenda kwa mganga wa kienyeji. Never. Njoo ukiwa unaangalia. Kwa maana umehamua kugeuka. Hayo makofi hayatoshi, piga makofi mengi. Mgeuko. Mindset, mtazamo. Nikamwambia, kama hutageuka na mindset yako ikaenda kwenye hizo PhD ulizonazo, hazita kazi kufaa.
kuna tabia ulianza mapema sana wakati unabalehe. Namwambia hivi, anazidi kushtuka. Ananiambia, umejuaje? Nikamwambia najua. Nikikuangalia na kuona kuna tabia ya siri ulionayo. Tell me, what is that? Ni miaka karibu 17 imepita sasa tangu nikutane na huyo mtu. Akaniambia ni kweli. Nilianza na tabia tu nikiwa form 1 ya pornography, kuangalia picha za utupu. Zikanipelekea kufanya masturbation. Zikanitoa hapo. Nilipoingia university mwaka wa kwanza, nikaanza kwenda kwa nyumba za makahaba madanguro kwenda kununua ngono. Na sasa siwezi kukaa, lazima ni practice every day. Kwa hiyo ana makisirani ya kutosha. Ana PhD kanisani, ana praise and worship. Hivi kabisa hapa kanisani mnakuja kumdanganya nani? Mungu au mchungaji wenu? It is about your mindset. That is your life. Haya ni maisha yako, sio maisha ya mtu. Mimi nitatumika hapa, nitapokea mshahara mwisho wa mwezi, na mafungu ya 10 mtaniletea, nitakula, na nikadiri ninavyopata appetite, nikadiri unavyobarikiwa. Sasa wewe endelea na ushenzi wako tu. It is about mindset. Wengine tunakuja kuabudu kanisani kutafuta uso wa Mungu. Wewe unakuja kutafuta mabibi na mabwana hapa. It is about mindset. Mgeuko wa ndani. Nikamwambia sasa unapaswa kugeuka. Kamuongoza sala ya toba. Na hapo kwenye mgeuko nikamwambia, lakini sikushawishi. Just go and think. Uangalie maisha hayo ambayo umeishi ya siri na dhambi za sirini. Na ninavyoongea hapa naomba uangalie. Kweli kuna watu wastaarabu hapa kanisani, very beautiful girl, handsome boys, lakini ukiwa peke yako, hivyo vituko anavijua Mungu. Anavijua Mungu, wewe na shetani. Watu hao, yani wewe, shetani na Mungu ndio wanajua ukiwa peke yako unafanyaga nini. Ukimaliza unataka uombewe na ubarikiwe na itokee. It will never happen. Mindset imebeba 15%. Kwa nikamwambia wewe umekwama kwenye 15%. Na unajua unapopoteza kwenye mindset, ujue kule kwenye 50 ni 0. Kwenye discipline haupo. Kwa hiyo huyo alikuwa amepoteza 50 ya discipline, alikuwa amepoteza na 15. Wewe una PhD, huwezi kujikontrol. Alafu unatafuta kazi, nani ya kuajiri? Unaimbisha praise team kanisani, huwezi kujikontrol. Alafu unataka Mungu akubariki. How? Kwa hiyo umepoteza 50, umepoteza 15, 75% ya maisha yako yameondoka. Haipo. Umebakia na 25. Kwa hiyo yule bwana akaokoka, kamuongoza sala ya toba siku 3. Aliniambia, alipiga magoti kwa haraka, nikamwambia inuka, nenda nyumbani. Nakupa siku 3 za kuthink namna gani you must change your attitude and your behavior, you must change it. Akaondoka. Siku 3 baadaye nilikuwa bado naendelea na seminar, akaja akaniambia zimeisha. Nikamwambia what do you think? Ananiambia I have to change completely. Na mimi nikamwambia you must be born again. Lazima uzaliwe mara ya pili. Kamuombea, nikamuongoza sala ya toba, nikamwekea mikono, nikamwambia sasa utaona matokeo kwenye maisha ya kwako. Ghafla. Haikuisha miezi 3. Akaachana na hizo balaa, akaenda, ikaisha miezi 4, 5, miezi 7 baadaye. Navyoongea hapa ni mtu ameajiriwa na Umoja wa Mataifa New York. Mungu amembariki na mke na watoto. Mungu amempa na makazi. Ana nyumba zake Florida, alinikaribisha kwenye nyumba zake Florida. Nyingine ziko Texas. Wengine ana mgahawa huko Miami Beach. Ana maisha. Mungu amembariki. Lakini from there, kutoka kwenye kubadilishwa mindset, kazi ya elimu, na hata tunapojitahidi sasa wakati mwingine kupeleka watoto wetu jeshini ili kubadilisha mindset. Lakini problem ya Waswahili, mnakremisha kila kitu.
lakini havigeuzi mindset ya watu. Ndio ile unakuita mheshimiwa na unafanya mambo ya dharau na unataka kila mara tukuite mheshimiwa. Sawa, tutakuita mheshimiwa, lakini tumekutunuku pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Hakuna kitu cha maana, utabakia pale tu. Kama utakuwa na mgeuko wa kifikra, unaweza ukaleta value. Can you stand up please? Naomba usimame. Mimi ni mchungaji, nataka kuingia kwenye nani ya pili na ya tatu, hizi nyingine kwa haraka, na umekaa sana kwa muda mrefu. Hebu punga mkono pamoja nami. Tarumbeta, hebu pulizeni kapambio kazuri kadogo. Naomba ujinyoshe hivi. Kabisa jinyoshe. Mimi ni mwalimu na ni psychologist. Kabisa, yani hivyo hivi. Ndio. Kabisa. Hasa wanaume haturuhusi kukaa muda mrefu. Tumekatazwa na Mungu. Tukanyimwa baadhi ya vitu. Ni Mungu mwenyewe alitukataza. Hatuna magodoro ya kukaa. Hebu jitikise. Inua mikono yako juu, piga makofi ya juu. Haleluya! Piga juu, piga juu. Viko wapi vigelegele vya shangwe? Pigia juu, hili ni zoezi. Piga juu. Vigelegele vya shangwe. Asante, naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Mindset inakusababisha kugeuka na kukabili mambo ambayo ulikuwa huyawezi, na inawezekana ukayashinda. Musa aliporudi aliweza. Petro alipogeuka ameacha kituo cha St. Peter, ameliacha kanisa kama alama. Na mimi naamini once unapogeuka utaacha kampuni itakayoajiri watu kwa miaka mingi hata baada ya kwako. Utaacha taasisi itakayowaajiri watu, itakayosaidia watu hata baada ya maisha marefu baada yako. Okay. Wonderful. Kanuni ya 4 ni hard work. Yaani bidii ya kazi. Hard work. Kanuni ya 4 ni hard work. Hii ni 5%. Hii ni 5% tu peke yake. Ni 5% peke yake. Nimesema hard work. Naomba urudishe ile jedwali. Naomba urudishe jedwali lile ili niweze kuonyesha vizuri. Hard work. Nilisema pale 75%, lakini zilikuwa ni 90. Ukikosa discipline umeshakata 50. Ukikosa consistency ambayo ni uradidi umeshakata 25, zinakuwa 75. Ukiondoa mindset, kama pia huna mgeuko, hujawahi kugeuka, ni mchungaji bado ni tapeli, kwenye uchungaji wako umeshapoteza 90%. Kwa hiyo mindset inajumlisha 25, 50 na 15 zinakuwa 90. 10 sasa hizi hapa ambazo kwa Afrika sasa kuna shida kubwa katika bara la Afrika. Katika hizi 3 za hapo juu kuna shida kubwa sana, yaani sijui niseme nini. Pana shida kubwa katika hizo 90%. Sasa turudi kwenye hizi 10 ambazo ndio ziko sasa hapa kwenye roho ya kibarua. Mtu kutoa jasho kula kwa taabu, kuamka asubuhi, na hasa nazungumzia sasa kanuni ya 4, bidii, ambako nako ni shida vile vile. Ndio maana nasema baada ya hizi zote utajiwekea maxi. Hivi wewe umerogwa au tatizo ni wewe, mchawi wako ni wewe? Yaani nataka ufike mwisho uone nani mchawi wako. Pengine wewe ndio mchawi wako kuliko yule unayefikiria na kuroga. Sasa kanuni ya 4 ni hard work, bidii ya kazi. Na hizi ni research za maprofesa wengi duniani katika masuala ya uchumi. Sio kwamba ni Biblia hii. Hizi ni research za wazi.
Mithali 22:29. Bidii ni zaidi ya kawaida. Mithali 22:29, Biblia inasema hivi: je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Watu wenye bidii. Mabibi na mabwana, bidii ni zaidi ya kawaida. Bidii ni zaidi ya kawaida. Ukiulizwa bidii ni nini, unasema bidii ni zaidi ya kawaida. Ni muhimu sana kufanya kazi kwa bidii. Ni muhimu sana. Sio kufanya kazi kwa bidii. Hard work. Kuna watu wanafanya kazi lakini hawafanyi kazi kwa bidii. Kuna watu wanaimba lakini hawaimbi kwa bidii. Kuna watu wanaomba lakini hawaombi kwa bidii. Biblia inasema Eliya ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini alipoomba kwa bidii mvua zilifungwa miaka 3.5, na alipoomba tena kwa bidii mvua ikafunguliwa. Kuna watu wamesoma lakini hawakusoma kwa bidii. Kuna watu wamefanya utafiti lakini hawakufanya kwa bidii. Kuna watu wanaongoza lakini hawana bidii katika uongozi wao. Ni utawala na uonevu. Kuna watu ambao wasomi, wanajiita wasomi lakini hawana bidii. Kuna wafanyabiashara wana mitaji lakini hawana bidii katika biashara zao. Na shida si kufanya biashara, bidii katika biashara. Kuna watu wanahubiri, ni wahubiri lakini hawana bidii katika mahubiri yao. Na hata ukienda kanisani, ukiona kwaya imeimba, ikiimba kwa bidii utaiona, na wakiimba kwa ulegevu utawaona tu. Utajua. Ukienda kwenye kanisa utajua huyu mchungaji au padri ana bidii au ni lazy. Anajulikana tu. Uhitaji hata kuuliza. Utaingia mpaka utatoka, hakuna kitu. Kwa sababu bidii. Bidii ni zaidi ya kawaida. Sasa nataka uangalie umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Kuna reflection yetu iko pale. Bidii ni zaidi ya kawaida. Na bidii ina maumivu makubwa. Bidii ya kazi, hard work, na bidii ni zaidi ya kawaida. Kitu cha kwanza kisayansi, narudi kwenye sayansi na biology. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, macho ubaoni. Narudi kwenye sayansi na biology. Narudi kwenye sayansi na biology. Kitu cha kwanza kisayansi na kibiolojia, ili mtu azaliwe, ni bidii ya kushinda mamilioni ya watu. Kila mtu aliyeko hapa, ili awe mtu, kitu cha kwanza kisayansi na kibiolojia ni mtu, ili mtu azaliwe, kitu cha kwanza ni bidii. Kwa hiyo kitu cha kwanza kwenye maisha ya mwanadamu kabla hajaumbika katika tumbo la mama ni bidii. Na hii bidii inatoka kwa baba, inakimbilia kwa mama. That is biology, that is science. Okay. Kuna kitu kinachoitwa sperm count. Let me talk. Tafundisha biolojia kidogo. Kuna kitu kinachoitwa sperm count. Ili mtu azaliwe, ambaye anazaliwa kutokana na mbegu za baba, mbegu ya baba imebeba 1 drop ya mililita, 1 drop ya sperm count. Macho ubaoni, niangalieni. Nafundisha biolojia na sayansi ili uelewe Bible is really. Sperm count. Drop moja imebeba watu au mbegu ambazo zinaweza zikazaliwa kuwa watu milioni 39 mpaka milioni 928. Kwa hiyo milioni 928 ni sawasawa na idadi ya watu wa taifa la Marekani lenye watu milioni 350 leo Amerika, kama mataifa 2.5. Kwa hiyo kabla hujazaliwa ulishashinda taifa la Marekani mara 2.5. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Kwa nini? Mbegu inayopiga mbio kulielekea yai la mama
ile inayoshinda ni wewe uliyezaliwa. Sasa wameelewa wachache. Utaelewa kwamba kwa nini uko hivyo. Yaani utaelewa kwa nini uko. Hakuna mtu duniani anayezaliwaga loser. Hakuna mtu wa kushindwa chochote hapa duniani. Biolojia na sayansi na neno la Mungu linakataa. Wachache wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Au kwa biolojia hiyo hiyo kwa Tanzania hii, wewe uliyeko hapa, kila mtu aliyeko hapa, kwa sayansi na biolojia na uumbaji wa Mungu, kwa Tanzania yenye idadi ya watu takribani watu milioni 70 ni sawa na mataifa 13. Yaani wewe ulishashindaga Tanzania, idadi ya watu walioko milioni 70, umeshashindaga Tanzania mataifa 13 yenye idadi hii, au ni mara 13 ya wakazi wa hapa. Asikubabaishe mtu kushindana na wewe, ulishashindaga. Oh my God, si kama naongea na watu wangapi hapa. Nasema asishindane na mtu. Hebu nisaidie kuwatikisa watu 2 watatu. Waambie wewe ni mshindi kabla hujazaliwa. Ulishashinda katika taifa hili watu zaidi ya mataifa 13 yenye idadi ya Tanzania. Ulishaishinda Tanzania mara 13. Mtu mmoja ofisini asikusumbue bwana. Ala. Hey! Asikusumbue mtu mmoja ofisini. Wako wapi watu ambao wananielewa walioko hapa? Wangempiga washindi, wangesimama na kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Piga tena. Wako wapi washindi? Wangeinua mikono yao, wangemshangilia Jehova. Ninasimama kwenye madhabahu hii. Ulishashinda Marekani mara 2.5, ulishashinda Tanzania mara 13. Ninakutangaza kwenye madhabahu hii, kabla hujazaliwa wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda, na unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Wasikubabaishe watu. Wachawi hawatakweza, wazandiki hawatakweza, wenye kiroho papo hawatakweza, wenye chuki zao hawatakweza, wasiokutaka hawatakweza. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Hakuna atakayeshindana na wewe. Ninakutunuku kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, na kwa nguvu ya neno la Mungu, kwa mamlaka niliyopewa na... Ngoja nisimame hapa nikutangazie. Nasema kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, na kwa nguvu ya neno la Mungu. Bwana Mungu akamwambia Joshua maneno haya, na yawe ya kwako. Akamwambia Joshua, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Katika siku zote za maisha yako hakuna mtu atakayesimama mbele yako akashinda. Wanaopokea waseme amina. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninatangaza kwa neno la Bwana, kama Mungu alivyokuwa na Musa na baadaye akawa na Joshua. Ninakutangazia kwenye hii madhabahu, tangu sasa hayupo mtu atakayeshindana, atakayesimama mbele yako akashinda. Washindi wachache wangesema amina. Ninakutangaza kwenye biashara, wewe ni mshindi. Wako hapa wanaosema amina. Kwenye familia, wewe ni mshindi. Hapa Tanzania, wewe ni mshindi. Kwenye bara la Afrika, wewe ni mshindi. Kwa wahubiri, wewe ni mshindi. Wako wapi washindi hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hebu piga high five kwa washindi wenzako 2 watatu. Ambie sisi ni washindi. We are here. Kuna mtu mnyonge hapa hata mmoja? Hakuna hata mnyonge hata mmoja hapa. Sioni sura ya mtu yoyote mnyonge. Uwe mwanaume, uwe mwanamke, process ya kuzaliwa ni ile ile. Hakuna mnyonge hapa. Bahati nzuri ni washindi. Yaani unashindana na mimi ofisini. Nilishinda Tanzania mara 13 kabla sijazaliwa. Alafu nimekuja hapa. Kwa hiyo naomba ukae mbali tafadhali. Oh my God, oh my God. Na nataka nikwambie, anayeshindana na wewe akae mbali. Wewe ni mshindi. Wako wapi watu ambao wananielewa hapa? Ulishashinda. Umeshinda watu
milioni 927. Wewe wa 28 oh my God, oh my God, oh my God. Milioni 927 uliwashinda kabla hujazaliwa, mama Chamgwana. Kwa hiyo kwa habari ya furniture hakuna anayeweza kushindana na wewe. Kwa habari ya saluni nzuri hakuna mtu anaweza kushindana na wewe. Kwa habari ya biashara yako kuwa hakuna mtu anaweza kushindana na wewe. Kwa hakuna mtu. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Wangempigia Jehova. Na kwa habari ya kuimba hakuna mtu anaweza kushindana na wewe. Kwa habari ya taaluma hakuna anayeweza kushindana na wewe. Hata kwa habari ya uzuri hakuna anayeweza kushindana na wewe. Oh my God, oh my God, oh my God. Hakuna haja ya kujidharau hapa. Wako wapi washindi wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Umeshinda kabla hujazaliwa. Sasa nieleze sasa kwa nini kuna kuaga na mikia. Sasa kwa nini? Naomba uketi sasa. Nikuletee habari sasa ambazo zitakusikitisha vibaya mno. Si umeshangilia mwenyewe? Utalia. Kwa nini sasa kuna kuwa na mandezi? Sasa kwa nini hasa? Swali, question, why? Kuna kuwa na watu ambao wako very slowly. Kwa nini? Mabibi na mabwana, shida ni laana. Kufanya kazi kwa ulegevu ni laana. Kulegea, ulegevu ndio inakuja kututofautisha sasa. Tunakuwa na tofauti kubwa duniani na magep ya kutosha. Ulegevu mwingine ulinyonyea kwenye ziwa la mama. Naye alikuwa mlegevu, kazaa mtoto mlegevu. Sio kwamba amezaliwa biologically kwamba hajashinda. Ile tabia. Watu ambao hawana bidii, afanye kazi kwa bidii, na yeye mwenyewe ameendekeza. Kuna wazazi ambao wana bidii kubwa sana ya maisha, lakini hawaambukizi. Watoto wao wamezaliwa pia kwa bidii, wameshashinda watu milioni kabla hawajazaliwa. Wakifika kwenye malezi, wanakutana sasa na huo uzito unaoitwa ni ulegevu. If you want to sleep please. Hivyo. Kuna mwanangu mmoja alikuwa amelala kisa anaumwa na kichwa. Nikaenda kitandani nikamkuta amelala. Unafanya nini? Naumwa na kichwa. Nikamuuliza jambo moja, kuna dawa hapa kitandani? Hichi kitanda kina dawa? Yaani kuumwa ukalala kuna dawa? Nikamuasha bakora, kaoshe vyombo kwanza. Vyombo alipomaliza, mavyombo mengi, alipomaliza na kichwa kikapona, kwa sababu pia alipata na hasira. Huyu mzee yukoje? Lakini ni kuondoa ulegevu. Ukilala, ukiumwa unalala. Tulikuwa Marekani, tunatoka kwenda state moja. Tulikuwa tunatoka Columbus, Ohio, tunakwenda Chicago. Watu wametoka, timu imetoka nje. Nilikuwa na vijana wangu fulani hivi Marekani. Mmoja tunamtafuta pale, tunaenda na tunawahi airport za Marekani. Mbona fulani hajatoka? Mbona fulani hajatoka? Tukaingia ndani, eti amelala, anaumwa. Na sisi tunahama kutoka state moja kwenda state nyingine, anaumwa. Nilipoenda nikamuuliza, umefanyaje? Naumwa. Nini? Najisikia vibaya. Nikamwambia hakuna mtu yote duniani anajisikia vizuri. Yaani hata mimi unafikiri kuhubiri hapa muda wote huu na kunywa maji hapa kama chizi na kutembea na taulo, najisikia vizuri mimi? Sio vizuri. Unataka kujisikia vizuri hapa duniani, ulimwenguni mnayo dhiki, wewe unataka kujisikia vizuri. Nikamwambia hakuna anajisikia vizuri. Nini? Baba, najisikia kama karibu nataka kupata malaria kama hataki. Nilimuasha pale kwenye kile kitanda. Hata kasahau mpaka atakapokufa. Nikamwambia kwenye hichi kitanda pana dawa. Dakika, hakuna kuoga, hakuna cha kumswaki, vaa, pakiwa bag please nje. Sasa likaja pale, nalia njia nzima. Jitu lizima. Nimetoka nalo hapa nipeleka Marekani hovyo. Watoto wangu wananifuata. Yaani nikisema hivyo yeye ndiye anaelewa. Yule pale nilishamtia bakora za kutosha, anaelewa. Tukaenda njia nzima haongei.
amesusa. Unasusia jeshi? Mungu, mimi jeshi? Unasusia jeshi? Anafika mahali hali. Nikamwambia asipokula tunapunguza oda. Una shida gani? Tulipofika jioni nikamuita, nikamwambia wewe ni loser. Unataka kubeba laana kwenye maisha ya kwako. Nikamwambia umeona hii resi ya Marekani, watu wanatembea huku wanakunywa chai barabarani, mtu anatembea amebeba take away. Watu wanabeba vyakula, hawana nafasi hata ya kukaa wale. Wewe unalala, kitanda kina dawa. Na kuna watu wako hapa, eti amelala kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unamtafuta kwenye chakula umuone, unamtafuta yuko kwenye room. Na ajisikia vibaya. Mimi naamka saa 9 za usiku na kuja kanisani kuendesha ibada. Najisikia vizuri, mimi natembea na usingizi paka. Kwanza mimi mwenyewe mnaniona mimi uso wangu mimi nilikuwa handsome jamani, mkaa mkijua tafadhali sana. Yaani uso sasa hivi umekuwa kama nimelamba ndimu. Ni usingizi. Nina usingizi wa miaka 17. Sijawahi kulala. Mpaka nikijangalia kwenye nakajamsema jamani zamani nilikuwa mzuri mimi. Nimekunjamana uso kwa sababu ya kuamka na usingizi. Alafu nakutana na kiumbe mmoja mzee anasema leo nimeamka na sijisikii vizuri. Kweli? Hiyo ndiyo inayotutofautisha sasa hapo. Ndiyo maana kufanya kazi kwa ulegevu ni laana. Katika kitabu cha nabii Isaya 49 mstari wa 6. Isaya 49:6. Biblia inasema hivi. Naam, asema hivi Bwana, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo nikakutoa uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu wangu hata mwisho wa dunia. Ni neno dogo sana wewe kuzaliwa. Unajua kuna mtu anaona kama alizaliwa by accident. Yaani hujui kwamba ulishawahi kushinda taifa la Marekani mara 2.5. Ulishawahi kushinda taifa la Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara 13. Unaona kama ilikuwa ni mimba ya bahati mbaya? Unaona kama umezaliwa tu? Mungu anakuuliza, ni neno dogo sana wewe kuwepo kwenye uso wa nchi? Ni neno dogo sana wewe kuzaliwa? Ni neno dogo sana wewe kuzaliwa? Yeremia mlango wa 48 mstari wa 10 na wa 12. Biblia inasema hivi. Yeremia 48 10 na 12. Biblia inasema hivi. Na laaniwe mtu. Sasa hapo ndipo pana laana. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe. Ulegevu umebeba laana. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Ana uwezo. Kuzuia upanga ni kuzuia uwezo ulioko ndani yako wa kushinda mataifa 13, wa kushinda mataifa 2.5 ya idadi ya wakazi wa Marekani. Alafu unakaa umekunja mikono, umeondoa zile skill, umeamua ku rest in peace ukiwa duniani. Umeamua kupumzika. Umepumzika kifikra, umempumzika kwenye maombi, umepumzika. Mungu anasema nitafuteni kwa bidii mtaniona. Umewahi kuomba kwa bidii? Uombe Mungu juu ya jambo unalotaka litendeke kwenye maisha yako, lisitendeke. Sasa hii ndio problem tuliona. Hii ndio inatutofautisha. Hapa ndiko kwenye bandari inayotutofautisha. Watu wanafanikiwa na wengine hawafanikiwi. Na hii ndio inaweka cluster na idadi na watu, ina grade watu. Hiyo inakuwa mstari wa mbele. Yule aliyeongoza, yaani kwa mfano bidii katika binadamu wenye bidii, Biblia inasema ni Elia. Yaani inamweka Elia pale kwamba ni binadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini alifanya kwa bidii mwenzetu. Sasa sijajua fanya biashara kwa bidii, kutafuta kwa bidii, mkulima wa bidii, msomi mwenye bidii, mwimbaji wa bidii, mwenye taaluma kwa bidii, profesa anayetibu kwa bidii, nchi iliyowekeza kwenye afya, kwenye matibabu kwa bidii. Na wauliza nini? Nchi iliyowekeza kwenye matibabu duniani kwa bidii ni ipi? India. You know. Bidii zaidi ya kawaida. Wamewekeza kwa bidii.
kipaumbele cha kutengeneza madaktari, kuweka miundombinu kwa bidii. Sasa kila kitu kipo kila mahali, lakini swala ni bidii. Na hii bidii ninayozungumza hapa imebeba 5% tu za mafanikio ya mtu. Lakini sasa ulegevu, amesema alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Ukishaona una ulegevu, umelaaniwa. Unasema si leo niende au nisiende, niende kanisani au nisiende, nifanye let me rest, nitaamka baadaye, hivi vyombo taosha baadaye, haya mashuka tafua baadaye. Yule jamani nayemdai, si nitamkera saa hizi nikimpigia. Dai kwa bidii. Halo, unadaiwa. Anakereheka nini? Alele kwa amani. Amani gani alionana na hela yako? Dai kwa bidii. Kuna mtu mwingine, yani si nitamkera, unamkera, una uhitaji, pambana naye kwa bidii. Kuna mtu mmoja alisema, hata maombi, Biblia inasema hivi, mchungaji Kuru wao ni shahidi ya kwamba kuna mama mmoja mjane alikwenda kwa kadhi, akawa anadai haki yake, akadai kwa bidii. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Akanok, jamani nipe haki yangu, jamani nipe haki yangu, jamani nipe. Yule kadhi akasema hata kama sina haki, hata kama sitaki kumpa, lakini kwa kuwa ananikera na atanisababisha nisilale, mpeni haki yake aende. Sasa wewe unakaa unabipu, ni mbibu kama atakumbuka lady langu, bibi nakata, si nimpigie tena, piga. Akiamka piga, akiwa na mke wake piga, akiwa na mmewe piga, akitoka nje piga, akasema hebu nimalize hilo deni la watu. Hivi kuna watu wanaoelewa hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya! Bidii ni zaidi ya kawaida, na bidii hii si ya kurithi. Hii ni asili ya kila binadamu duniani, na huzaliwi bila bidii. Ukishazaliwa una bidii kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye mishipa na chembe za damu. Sasa inapokuja kutokea kufanya kazi ya Bwana kwa ulegevu, bidii iliyokusababisha ushinde watu mataifa 13, unakuja duniani, unakuja kukaa hivi. Ndio maana gharama hii ya kibiolojia na kisayansi ambayo Mungu ameiweka ndani ya kila mtu, unapokuwa na ulegevu ni laana. Ovyo. Kama ulishashinda mataifa 13, umeleta ulegevu hapa duniani, unakaa saa zote, wewe ni mtu wa kujilegeza, alafu unataka kubarikiwa, Mungu amekupiga laana. Hiyo ni laana. Na wazazi, watoto hawa wameshindaga mataifa 13 yenye idadi sawa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabla hawajazaliwa. Msiwafanye kuwa walemavu waingie kwenye hii laana ya ulegevu kwa sababu tu mna vitu vya mashini ndani. They have to work hard. Oh my God, oh my God, oh my God. Lazima wafanye kazi. Wafanye kazi. Vinginevyo ni laana itakayokurudia. Mimi nawaambiaga wanangu, hamtageuka laana ya kunirudia, mtafanya kazi nane stop nikiwa hai. Nikifa niambieni rest in peace, niwaachie dunia muone cha mtema kuni. Lakini nikiwa hai, you must work. No way. Ukilala, ukiugua homa, kichwa kinauma, kuna panado, kuna hospitali, meza. Lakini usikae kitandani eti najisikia vibaya. Nani anajisikia vizuri dunia hii? Sasa hii ndio inatengeneza madaraja, ndio imetugawa. Bidii, bidii, hata kupenda yaani uonyeshe bidii. Kuna kabila moja sitaki nilitaja hapa, nasikia alijui kupenda, alijui kupendwa, alina bidii yoyote. Ili kabila Mungu alirehemu jamani. Kabila hii ila linapenda hela. Hili kabila linapenda hela na lina hela. Mimi silijua, eti nyinyi mmelijua. Umbea mtamu jamani, ubui wa Zanzibari ujue. Yaani kabila ina bidii ya kupenda hela. Ukisikia hii kabila kwamba
Kuna mtu ameharibiwa, amevurugwa na mahaba, akajinyonga, akanywa sumu, akaua. Mahaba ni uwe, si kwamba anakupenda, hela yake. Ili kabila mimi nimehama. Halo, bidii. Bidii, hata ningeambiwa nifundishe kwa miaka 5. Bidii ni kitu umezaliwa nacho. Kwa hiyo ukikikataa, kwa namna una bidii kubwa, kwa thamani ya investment ya bidii kubwa ya kushinda mataifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara 13, alafu ukawa na ulegevu. Kuna wengine wamelegea moyo, wanasema pata depression. Anasema I feel like nime give up konchiki sepo mawe chamba. Kuna vitu vingine wanasemaga, si I feel like no more, nimepoteza mood. Nime lose mindset, nimepoteza mood. I feel like no more kwenye hii biashara. I'm not no more. Nani? Piga ambushi pita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo hasara ipite, nenda mbele kwenye faida. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Penda. Kama umependa, penda kwa bidii. Waswahili hapa wanasema ukishikwa shikamana, achia wenzako. Na Biblia inasema pia shika sana. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Kwa hiyo ile investment ambayo Mungu ameiweka ya bidii, na kwa kuwa anafahamu kabla hujazaliwa ulipita kwenye interview ukashinda watu 927,000. Utakapokuja kujifanya umeshindwa, wewe unasema nime give up kazini, mimi siyawezi haya mashindano haya, mimi siyawezi, acha nirudi nyumbani. Unajua kuna mtu anaacha kazi anarudi nyumbani kisa amekerwa huko kazini. Yani kuna mtu amesukumana naye anasema mwenzangu ya nini, na kule kwetu Mbeya tunasema chakufia nini? Chakufia nini? Yani ukishasikia amesema chakufia nini nyumbani, anamwambia mke wake kesho siendi kazini, mimi makero yale siyawezi. Belaniwa afanyaye kazi kwa bidii. Ile investment Mungu aliyoiweka, unapoweka ulegevu ni laana itakayokusababisha ushindwe maishani mwako mote. Jambo la mwisho, smart work, umahiri. Na hili sizungumzi. Hii ni kanuni ya 5 na ya mwisho. Smart work, umahiri, kufanya kazi kwa akili na ufanisi. Ni lazima kujiboresha na kuwa better you. Kuwa better you, a better person. Kujiboresha na kuwa better you. Ni muhimu ujichonge na ufae mara 10 zaidi, 10 times better. 10 times better. Hii ni katika kitabu cha Danieli ule mlango wa 1 mstari wa 20. Biblia inasema hivi, Danieli 1:20, Biblia inasema, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Unatakiwa kufaa mara 10 zaidi ya civil engineers wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya manesi katika hospitali unayofanya kazi. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya madaktari wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya wachungaji wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya mapadri wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya masista wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya wafanyabiashara wengine kwenye taaluma. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi kwenye benki unayofanya kazi. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi ya wanajeshi wa jeshi la JWTZ. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi. Na ndio maana duniani kuna interview kumtafuta mtu anayefaa kuliko mwingine. Hiyo ndio maana ya interview, oral interview, written interview, mahojiano ya interview. Unakwenda kwenye interview, why? Kwa sababu dunia inatafuta mtu anayefaa zaidi. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi kuliko madereva wengine. Unapaswa kufaa mara 10 zaidi kuliko mamantilie wengine.
Unapaswa kufaa mara 10. Inatakiwa ibada ili watu waje kanisani, hii ibada ifae mara 10 zaidi kuliko ibada nyingine zinazofanyika mahali pengine. Ndio utasababisha watu waje. Kwani hata yule mchungaji Adela anakaa Wazo. Eti mchungaji Adela utupungie mkono. Huyu anakaa Wazo. Amevuka makanisa mangapi mpaka kuja hapa? Nani mchungaji? Amevuka makanisa mangapi? Penye mzoga ndipo wanapokusanyikia tai. Umefaa mara 10. Unaandika kitabu kifae mara 10 zaidi kuliko wale wengine walioandika. Kifae mara 10 zaidi. Ni mwalimu wa shule ya msingi, ufae mara 10 kuliko walimu wengine. Ni mwalimu wa sekondari, ufae mara 10 zaidi kuliko walimu wengine. Hivi haujawahi kwenda mahali unakuta sasa mimi nataka kumuona fulani. Unajua kwa nini unataka kumuona fulani? Anafaa mara 10 zaidi kuliko wale watu wengine ambao wapo. Wote ni madaktari, wote ni walimu, wote ni wachungaji. Tunamtaka fulani. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Jehova. Be a better person. Be a better person. Hiyo ndio kauli mbiu ya shule yetu. Kuwa better you. Kuwa better you. Kuwa mtu wa maana zaidi. Na kufikia mahali hapo ni process. Lazima uamke uanze kusema mimi naanza kuwa better. Na safari yako ya kuwa better tuione kwamba umeanza kuwa better you. Walikuwepo watu walikuwa wauaji, akina Paulo, walikuwa wanaita akina Sauli, akaamua kuwa better. Wapo watu waliokuwa hivyo, kujiboresha. Na unatakiwa kuwa 10 times better. 10 times, mara 10 zaidi. Na usimame katika huo umahiri. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba usimame. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Hayo makofi hayatoshi. Pigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Haleluya, na vigelegele vya shangwe. Jesus. Be a better person. Change your mindset. Bidii. Na hapa kwenye bidii wengi wanalaana. Wengi. Hata mimi najitahidi sana kila ibada. Mungu aifanye ibada iwe ya bidii. Nisifanye kwa ulegevu kwenye huduma yangu ya kichungaji. Naomba sana. Na Mungu anajibu maombi yangu. Haleluya. Sasa nataka kuwaita watu wachache hapa. Tena wakiongozwa na vijana. Leo ni siku ya kuokoka. Kabisa. Leo you must be born again. You must be born again. Lazima uzaliwe mara ya pili. Na kuna watu wako hapa ambao wanajua kabisa. Nimeongea juu ya discipline, nimeongea juu ya mindset, nimeongea juu ya bidii. Na unaona kabisa kuna mahali ambako kwa kweli you must change. Unataka kufanya mgeuko wa ndani. Njoo hapa kwa haraka. Tarumbeta. Njooni kwa mponya, njooni leo. Njoo tu upesi. Mko wengi. Hata mimi niko kule ningetoka mbele tu. Hili somo ni la kwangu pia. Kuna mahali nataka kugeuka kutoka ndani. Kabisa. 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 Unajisikia kufanya hivyo? Come here. I have to pray for you. Njooni leo, sikilizeni neno. Anapenda tubariki. Kuna watu wachache ambao Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yao, isipokuwa wanakaa uzito, yani wanakaa uzito fulani. Yani unajua tu nakaa uzito, hata wewe mwenyewe unajua, ninakaa uzito fulani. Njoo hapa. Unakaa uzito fulani, unakaa uzito kufanya vitu, unakaa uzito fulani. You are not active. Na unajua kabisa nina kitu ambacho kikubwa kwenye maisha yangu, lakini naendaga kwa uzito fulani. Njoo hapa kwa haraka. I have to pray for you. Jesus. Najua wengine sio lazima wafike hapa. Wengine naomba nao wakiwa huko duniani, wakiwa online, mataifa mbalimbali duniani, lakini nataka niombe kwa ajili yako. Sasa inua mikono yako juu.
Wachache, inua mikono yako juu. Jesus, asante Yesu kwa ajili ya saa hii. Hii ni saa ya muhimu sana. Angalia sana mahali uliposimama. Angalia mahali ulipopiga magoti. Paweke alama. Utaparudia kupatolea sadaka. Maana Mungu atafanya kitu kikubwa kwenye maisha yako. From today kutakuwa na mgeuko mkubwa sana. Mgeuko mkubwa. Ule ambao Musa aligeuka. Na Mungu alipoona Musa amegeuka, akasema naye. Najua katika mgeuko huu kuna watu mtapata direction, mtapata maelekezo ya tofauti kwenye maisha ya kwako. Inua mikono yako juu, funga macho yako, rudia kwa sauti kubwa maneno haya. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Wewe umesema na moyo wangu. Hii ni siku ya kwangu ya mgeuko. Baba, nimeona haya yote. Nimepoteza asilimia kadhaa katika maisha yangu. Leo ninatubu, tena ninaungama. Unisamehe Bwana, unitakase kwa damu yako ya thamani. Unizae mara ya pili na nizaliwe mara ya pili. Ninavua utu wa kale, ninavua tabia za zamani, ninavua kila roho ya uharibifu na laana ya uvivu na laana ya ulegevu iliyolegeza maisha yangu. Popote ambako nimeenda kwa ulegevu, ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema Bwana, samehe uovu wangu. Leo nimejua kwa hakika mimi ni zaidi ya mamilioni ya watu. Nimeshinda wengi kabla sijazaliwa, na tangu sasa ninajirudisha mahali ambako nilipoteza. Ninatangaza hivi leo, nimezaliwa mara ya pili. Ninarudi kwako Bwana kama mwana mpotevu. Samehe uovu wangu, achilia dhambi yangu. Samehe Bwana, mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, na unirehemu, unitakase kwa damu yako ya thamani. Nifae mara 10 zaidi, nifae mara milioni nyingi zaidi, kama nilivyoshinda zamani, na nishinde sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maroho ya ulegevu, laana ya ulegevu, mapepo ya ulegevu, maroho ya ulegevu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kila aina ya dhambi na uasi na kila laana ya dhambi, achia maisha yangu. Roho la Yezebeli, roho ya mpinga Kristo, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Toka roho ya Yezebeli, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu jiombe, hebu jiombe, hebu jiombe. Inua tu sauti yako, omba. Ninapoomba kwa ajili yako, jiombe. Jiombe pale ambako unataka kuboresha, kuwa better you, kuwa mtu wa maana zaidi, kuwa mzuri zaidi, kujifikirisha na kufikia kwenye malengo ya kwako. Hebu inua tu sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Mungu, ombea bidii katika kila taaluma, katika kazi ya mikono yako, katika kipawa na karama na nafasi ambayo Mungu amekupa. Hebu jiombe. Inua sauti yako, usinyamaze, katika jina la Yesu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu kama mchungaji na kama kuhani. Ninaombea watoto wako katika haya. Wape discipline ambayo ni nidhamu Bwana. Wape consistency, wape uradidi kwenye maisha yao. Wape tena kubadilishwa kimtazamo kwenye mindset zao. Baba, wapiganie kwenye hard work. Wape neema ya kufanya kazi kwa bidii. Wasaidie pia kufanya kwa umahiri. Baba, ninainua mikono yangu ya kichungaji. Ninawabariki watoto wako hawa. Ninawafunika na neema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Baba, ninamuombea kijana huyu wa Kiafrika, kijana huyu wa Kitanzania, kijana huyu aliyepiga magoti mbele za uso wako. Baba, ninamtaja madhabahuni pako. Ninasimama kinyume kabisa na kila tabia chafu na kila aina ya laana inayoshikilia maisha yake. Ninavunja hayo maroho ya Yezebeli, maroho ya mpinga Kristo, maagano ya kipepo, nguvu za giza, roho za laana. Ninavunja maagano ya mauti, roho za uchawi na uganga, vikao vyote vya kuzimu
vilivyoleta uzito wa maiti, uzito na ulegevu, uchawi na ulozi, ulioleta uvivu katika nyumba hii, ulioleta uvivu na uzito katika mji huu, katika tumbo hili, katika wazaliwa wa mji huu. Baba, wamerogwa na maji maiti, wamefungiwa vifungo vya sanda, wameshikiliwa katika mauti, hawawezi kwenda mbele. Ninakata hizo kamba za mauti, ninavunja hayo mavifungo ya sanda, hayo maapizo, hayo manuizo, hayo maroho ya ulegevu, waliolishwa, waliopewa vyakula vya ndotoni vikaleta ulegevu katika maisha yao. Baba, ninavunja hayo manguvu ya giza, hayo maroho ya bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna. Jehova, ninawabariki watoto wako, ninawaombea vijana hawa. Rehemu Bwana, samehe hata wale ambao walikuwa na tabia chafu za sirini, wanazoficha wazazi wao. Baba, ninavunja hayo mangome ya dhambi, mangome ya uasi, majini mahaba, maroho ya Yezebeli, maroho ya zinaa na uganga. Ninavunja hayo manguvu ya giza katika jina la Yesu. Mauchafu ya kila namna, toka, 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 toka. Majini mahaba mlioshikilia vijana hawa kwenye ndoa na kwenye mahusiano haya, jivue, toka, 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 toka. Ninaachilia moto, 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 moto wa Bwana, moto wa Bwana. Hauna mahali pa kukaa. Hayo mapete ya kichawi, hayo mapete ya mahaba, ya majini mahaba, mapete ya ndoa ya kuzimu, ndoa za kipepo, spiritual husband, toka. Spiritual wife, toka. Achia watu hawa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka mpaka kule nje, mpaka kule nje, mpaka wale wanaosikia online, mpaka wale walioko majumbani. Haya, toka, toka, toka. Uliyeingilia mji huu, toka kwa jina la Yesu. Mapepo ya kila namna, toka, achia kwa jina la Yesu. Baba, ninawaombea watoto wako hawa. Baba yangu mpenzi, asante kwa sababu hawa ni washindi na zaidi ya kushinda. Na mimi niliye mchungaji na kuhani, Mungu, ninainua mikono yangu ya kichungaji isiyozaa mapoza. Ninamwombea kila mmoja aliyesikia sauti hii, aliyeko hapa, anayeabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Nimembariki Baba. Ninawaombea vijana waliobeba tumaini la kanisa, tumaini la familia na tumaini la Afrika. Mungu, nimewaombea vijana hao. Ninakuomba kama uishivyo na roho yako ikaavyo, uwabariki vijana hao. Ondoa ulegevu ndani yao, wape kujua wameshashinda kabla ya kuzaliwa. Baba, ninawaombea ile nguvu ya zamani, kama zile nywele za Samsoni zilivyoota. Ninaomba Bwana, pawepo na neema tena. Nguvu ile waliozaliwa nayo iwarudie tena Bwana. Bidii ile iwarudie tena Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu. Bwana Mungu akasema siku zile, hata baada ya kunyolewa nywele za Samson ziliota tena, nguvu iliwarudia. Nataka uinue mikono yako juu, funga macho yako, rudia sala hii pamoja nami. Nataka umwambie Mungu, ile bidii uliozaliwa nayo ikashinda mataifa ya Tanzania kwa idadi ya mara 13 na Marekani mara 3, mara 2.5, zaidi ya watu milioni 927 ulishinda kabla hujazaliwa. Ile nguvu ya bidii na ya ushindi ikurudie. Inua mkono wako, sema kwa sauti kuu: Mungu wa Ibrahim, uliyeziumba mbingu na nchi, uliyeniumba kabla sijazaliwa, uliyenipima katika kipimo cha bidii, ninaomba leo Bwana, ile nguvu ya bidii niliyoshinda milioni ya watu na mamilioni ya watu kabla sijazaliwa, ninaomba hiyo bidii tena, na ije bidii tena. Nguvu ya zamani nirudie tena, nguvu ya kushinda inirudie tena, bidii nirudie tena katika jina la Yesu. Nguvu ya kushinda katika kila mahali, nikawe mshindi tena. Nipe neema ya kuwa mshindi tena. Mimi ni mshindi tena kwa jina la Yesu. Hebu jiombe nguvu na ushindi katika kila taaluma na mahali ambako unafikiri unaweza zaidi. Baba, ninawaombea sasa watoto wako hawa, ile nguvu ya ushindi, ile nguvu ya bidii, ile nguvu ya ushindi ikurudie tena, ikurudie tena.
rudiwa tena na nguvu ya bidii. Rudiwa tena, umeshinda mamilioni ya watu. Huko kazini ukashinde, kwenye familia ukashinde, kwenye jamii ukashinde, kila unalolifanya ukashinde, kwenye nchi hii ukashinde, kwenye bara la Afrika ukashinde, kwenye nchi za watu, kwenye mataifa au diasporas waliotawanyika mataifa mbalimbali, mkashinde kwenye hayo mataifa, ukashinde kwenye taaluma, ukashinde kwenye biashara, ukashinde kwenye karama na kipawa na huduma. Wewe nimekutangaza katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho ni mshindi na zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo na kwa nguvu ya neno la Mungu nililohubiri katika ibada hii, ninakutangaza wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda